Hichi ni kile kinachoendelea kwenye mvutano ambao upo kwa sasa kati ya Marekani, Israeli pamoja na Iran, ambao ulipelekea vita vya siku 40 na kitu hivi, baadaye vikasimama. Sasa mazungumzo yanaendelea ya kustopisha vita hivyo, licha ya kwamba kumekuwa na matishio ya hapa na pale na kurushiana silaha hapa na pale. Kamanda wa IRGC anasema Iran iko tayari kushambulia ngome za Marekani. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran amesema makombora ya kisasa pamoja na droni za kivita za Iran tayari zimeelekezwa dhidi ya ngome za Marekani kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi, huku vikosi vya jeshi vikisubiri amri ya mwisho ya kushambulia. Brigedia Jenerali Saidi Majidi Musavi amesema kwenye taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii Jumamosi kwamba makombora na droni za anga za juu zimeelekezwa kwa adui na sasa wanasubiri amri ya kufyatua. Kauli ya kamanda huyo mwandamizi wa IRGC imekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi, huku Iran ikitoa onyo kali kwamba haitavumilia uchokozi zaidi wa Marekani. Onyo hilo limefuatia operesheni ya kulipiza kisasi za majeshi ya Iran dhidi ya uchokozi wa kijeshi wa Marekani baada ya vikosi vya jeshi la Marekani kushambulia meli za mizigo na meli za mafuta za Iran karibu na Jask. Jeshi la wanamaji la IRGC lilijibu kwa operesheni ya haraka na madhubuti kwa kutumia makombora ya balistiki ya kupambana na meli, makombora ya cruise na droni zenye nguvu kubwa ya milipuko. Iran imesema mashambulizi hayo yalisababisha hasara kubwa kwa adui na kuzilazimisha meli za Marekani kuondoka eneo hilo katika hali ya taharuki. Maafisa wa Iran wamezitaja harakati hizo za Marekani kuwa tishio kubwa kwa usalama wa usafiri wa majini katika ukanda huo pamoja na usalama wa njia za kimataifa za meli. Jeshi la wanamaji la IRGC nalo limesisitiza kuwa njia pekee salama na zilizoidhinishwa kwa meli kupita katika mlango mkakati wa Hormuz ni zile zilizowekwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aidha, limeonya kuwa hatua yoyote ya uhasama au kiukwaji wa sheria kutoka kwa vikosi vya majeshi ya kigeni itakabiliwa na jibu la haraka, kali na la moja kwa moja. Jeshi la wanamaji la IRGC limesema lina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya baharini, huku likisisitiza dhamira yake ya kulinda meli za Iran na kuhakikisha usalama wa Ghuba ya Uajemi. Vile vile, mchezaji chipukizi wa tenis kutoka Iran Hana Shabanpur amejiondoa katika fainali ya mashindano ya J60 Turkey World Tour siku ya Jumapili baada ya kukataa kucheza dhidi ya mpinzani aliyekuwa akiwakilisha utawala wa Israeli kama ishara ya kupinga mauaji na mateso dhidi ya Palestina. Shabanpur ambaye ni mwakilishi wa timu ya taifa Iran aliondoka kwenye fainali ya mchezo wa wawili mara tu ilipothibitishwa kuwa timu pinzani ilikuwa na wachezaji kutoka Russia na Israeli. Akiwa pamoja na wenza wake kutoka Uturuki, alikuwa amefuzu kwa kishindo hadi hatua ya fainali baada ya kuonyesha kiwango cha juu katika michuano hiyo. Mbali na mafanikio hayo, nyota huyo wa Iran pia alifika robo fainali ya mchezo wa moja ambapo alipoteza kwa ushindani mkubwa dhidi ya mchezaji aliyekuwa amepewa nafasi ya kwanza kwenye mashindano hayo. Vilevile, mkuu wa idara ya kisiasa ya harakati ya Hamas huko Gaza amethibitisha kuuawa shahidi mwanawe Azam na rafiki yake, akisisitiza kuwa adui mzayuni hawezi kupata maafikiano kwenye meza mazungumzo kwa kulenga na kuwa familia zetu. Halil al-Haya amesema katika majlis ya maombolezo ya mwanawe aliyeuawa shahidi na askari wa Israeli Azam kwamba ikiwa adui mzayuni anadhani kwamba kwa kuwalenga viongozi, watoto wao na wa kiume au familia zao anaweza kuchukua au kufikia chochote anachotaka, amekosea mahesabu yake. Halil al-Haya ameongeza kuwa dira yetu ni maslahi ya watu wetu na kufikia malengo yao halali ya kisiasa na yanayowawezesha kubaki imara na kutoyumba katika ardhi na nchi yao. Al-Haya ameeleza matumaini kwamba hatimaye watu wa Palestina watapata ushindi na heshima na fahari ndiyo njia yao na dhuluma na ukandamizaji hatimaye vitatoweka. Sasa nikwambie, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani inaweza kuanzisha tena operesheni ya uhuru wa mradi wa kuandaa usafiri wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz iwapo hakutakuwa na maendeleo katika mazungumzo na Iran. Anasema, tunaweza kurudi kwenye uhuru wa mradi ikiwa mambo hayatafanyika, lakini itakuwa uhuru wa mradi pamoja na, aliwaambia waandishi wa habari kwenye Lawn Kusini. Marekani ilizindua Operation Project Freedom tarehe 4 Mei, lakini siku iliyofuata rais wa Marekani alitangaza kusimamishwa kwake kwa muda. Alionyesha kuwa amekubali kusitisha mpango huo kwa ombi la Pakistan na nchi zingine kadhaa. Vilevile, Israeli haitakubali kusitisha uhasama dhidi ya wanamgambo wa kishia wa Hezbollah nchini Lebanon kwa ajili ya kumaliza vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasema kwenye mahojiano na CBS News. Alipoulizwa kama Israeli itakubali kusitisha uhasama dhidi ya Hezbollah
kama sehemu ya makubaliano ya amani na Iran, Netanyahu alijibu hapana. Hata hivyo, alikwepa swali la iwapo Israeli itakubali kusitisha mapigano ya Hezbollah ikiwa rais wa Marekani Donald Trump ataitaka. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israeli alielezea imani yake kwamba ikiwa Iran itadhoofika kwa kiasi kikubwa au inapitia mabadiliko makubwa ya mamlaka, hii itamaanisha kuanguka kwa waasi wa Hezbollah, Hamas na Yemen Houthi kutoka kwenye harakati ya Ansar Allah. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa kutokana na hatua yake hiyo, Iran haitaidhihaki tena Marekani. Ametuma ujumbe sawia kwenye mtandao wa kijamii wa Trust Social. Iran imekuwa ikicheza michezo na Marekani na dunia nzima kwa miaka 47. Hawatakuwa wakicheka tena. Trump pia alikosoa sera ya watangulizi wake Barack Obama na Joe Biden kuhusu Teheran. Iran ilicheza mchezo na Marekani na dunia nzima kwa miaka 47 na hatimaye kagonga pay date. Wakati Barack Hussein Obama alipokuwa rais, hakuwa tu mzuri kwao, alikuwa mkuu. Kwa kweli, alienda upande wao akiiweka Israeli na washirika wengine wote na kuipa Iran mkataba mpya mkubwa na wenye nguvu sana wa maisha. Trump aliandika akiongeza kuwa Obama alikuwa mbaya kama Biden. Rais wa Marekani Donald Trump ametaja jibu la Iran kwa pendekezo la Marekani la kutatua mzozo huo kuwa halikubaliki. Nimesoma jibu kutoka kwa wanaoitwa wawakilishi wa Iran. Sipendi, haikubaliki kabisa. Asante kwa umakini wako kwa jambo hili, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Trust. Katika mahojiano na Axios, Trump pia alisema hapendi majibu ya Iran. Trump pia alithibitisha kuwa alikuwa na mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili, ambapo alijadili jibu la Iran. Axios inasisitiza kuwa kiongozi huyo wa Marekani hakufafanua katika mahojiano hayo iwapo alitarajia kuendelea na mazungumzo hayo na Tehran au alikusudia kuyaacha kwa ajili ya matumizi ya nguvu za kijeshi. Vile Iran katika kujibu pendekezo la amani la Marekani ilikataa kubomoa vifaa vyake vya nyuklia, jambo ambalo Washington inasisitiza. Jarida la Wall Street linaripoti likinukuu vyanzo. Teherani iko tayari kukubali kusitisha urutubishaji wa uranium, lakini si kwa miaka 20 kama inavyodai Marekani, kulingana na vyanzo. Aidha, Teherani inajitolea kutayarisha upya baadhi ya akiba yake ya uranium iliyorutubishwa ili kupunguza viwango vyake vya urutubishaji na kukabidhi iliyobaki kwa upande wa tatu, chini ya dhamana ya kwamba ikiwa mazungumzo yatashindwa au Marekani itayaacha makubaliano hayo, baadaye mafuta ya nyuklia yatarejeshwa kwa Jamhuri ya Kiislamu, kwa mujibu wa chapisho hilo. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu Mohamed Akraminia amesema Marekani ilishindwa kufikia malengo yake na kushindwa kutokana na shambulio lake dhidi ya Iran. Ikiwa tunataka kufanya tathmini, lazima tutambue kwamba adui hakufikia malengo yake yoyote yaliyoainishwa hapo awali na alishindwa katika vita hivi. Akraminia ameongeza kuwa hatua za Marekani kwenye eneo hilo zimeimarisha tu umoja na mshikamano ndani ya Iran. Marekani na Israeli zilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Mnamo Aprili 7, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza usitishaji mapigano wa wiki 2 wa pande mbili na Iran. Tarehe 11 Aprili, pande hizo mbili zilifanya duru kadhaa za mazungumzo katika mji mkuu wa Pakistan wa Islamabad, na kwa mujibu wa Teheran na Washington hawakuweza kukubaliana juu ya suluhu la muda mrefu la mzozo huo kutokana na kutoelewana mara nyingi. Vile maendeleo ya mzozo wa Mashariki ya Kati yalikuwa na athari mbaya kwa usambazaji wa asidi ya sulfa duniani na kuchangia bei ya juu, jarida la Wall Street linaripoti. Kulingana na gazeti la kila siku la Marekani, sehemu kubwa ya sulfa duniani inatoka kwenye viwanda vya kusafisha mafuta vya Ghuba ya Uajemi na mitambo ya gesi, na imesongwa kwenye mlango bahari wa Hormuz. Gazeti la kila siku liliweza kueleza hivyo, ilipelekea kuweza kuwa bei juu na kusababisha mambo mbalimbali kwenye viwanda huko kuweza kuchechemea na kasi yake kupungua. Akiba ya mafuta duniani inapungua kwa kasi kutokana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati na vikwazo vya usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, shirika la habari la Bloomberg linaripoti. Kulingana na wakala huo, Morgan Stanley anakadiria hifadhi ya mafuta duniani ilishuka kwa takriban mapipa milioni 4.8 kwa siku kati ya Machi 1 na Aprili 25, ambayo ni zaidi ya kilele cha hapo awali cha uondoaji wa data uliokusanywa na wakala wa kimataifa wa nishati. Shukran kwa Baba Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.